mtazamaji wangu, na kukaribisha katika kipindi kingine cha Biblia iliyoota mabawa, Biblia yenye mbawa, na nakukaribisha kuanza kwa wimbo huu. Nipe Biblia, nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nipe Biblia, neno takatifu. Nipe Biblia, nyota ya furaha. Biblia, kipindi hiki cha Biblia iliyoota mabawa ni kipindi ambacho kinakufanya wewe uwe na uzoefu na kitabu cha Mungu. Biblia ni barua ya Yesu kwangu na wewe, ili tuweze kusoma na kubarikiwa na kupokea mibaraka yake. Hebu tuombe. Mungu Mwenyezi, asante kwa ajili ya barua uliotuandikia. Asante kwa ajili ya neno la uzima lenye kutupatia faraja, nyota ya furaha, kujenga imani yetu katika wewe. Kwa jina lako Yesu mkombozi wetu tunaomba, amen. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, bado tupo kwenye kitabu cha Mwanzo. Hata tukiongelea zile amri 10 za afya na ustawi wa mwanadamu, bado tupo kwenye kitabu cha Mwanzo. Tunapoongelea bustani ya Edeni, bado tupo kitabu cha Mwanzo. Sheria zile za afya, bado tupo kwenye kitabu cha Mwanzo. Habari ya mianzo ya mataifa yote, bado tupo kwenye kitabu cha Mwanzo. Habari ya mwanzo au kuasisiwa kwa taifa la Israeli kwa ajili ya kuokoa ulimwengu, bado tupo kwenye kitabu cha Mwanzo. Na hivyo na mimi ninarejea tena kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu kinachoelezea mianzo ya vitu vyote. Kinaelezea Mungu aliyeumba vitu vyote, na kina mada kuu mbili. Inaelezea anguko la ulimwengu katika dhambi baada ya kuumbwa, lakini inaelezea pia mpango wa Mungu au mchakato wa kukomboa ulimwengu baada ya wanadamu kuanguka. Kwa hiyo kuna matukio makuu manne. Tukio kuu la kwanza ni uumbaji wa dunia. Tukio kuu la pili ni anguko la wanadamu dhambini. Tukio kuu la tatu ni gharika ya Nuhu. Tukio kuu la nne ni mnara wa Babeli. Na utaona matukio hayo yanajibiwa, yanaonyesha kuzidi kuanguka kwa mwanadamu, lakini yanajibiwa. Jibu, uzao wa mwanamke utarejesha anguko la wanadamu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni uzao wa Ibrahimu. Yesu Kristo ni uzao wa Isaka. Yesu Kristo ni uzao wa Israeli. Tunaona katika hawa wakuu watatu, wazee wakuu watatu, na huyu wa mwisho, yeye ni kielelezo, ni ishara ya Yesu kama mwana wa Mungu. Maana tunaona kama ni mtawala wa nyota, anakuwa mtawala wa nyota. Lakini Ibrahimu ni kielelezo cha Yesu ambaye ni shujaa wa imani ya Mungu muumbaji. Unaona, hebu tuanzie matukio haya makuu manne. Dunia ilipoumbwa, Mungu alitamka ikawa. Mungu alitamka ikawa. Na utaona Mungu alivyoumba, alikuwa anatenda.